Mheshimiwa Rais, tumefurahia sana kwa kufika hapa katika Ikonge. Hii ndio soko kubwa ama market kubwa katika hii constituency ya North Mogrango. Kwa hivyo tumefurahia sana. Kumekuwa na propaganda nyingi sana for the last 2 months. Nimejaribu kuongea lakini leo nimefurahia sana kwa sababu umeelezea hawa kinaga ubaga ya kwamba ile station kubwa kabisa katika Nyamira hii yetu hiko, na kuna jamaa amekuwa akisunguka wakipitisha propaganda wakidanganya wananchi wetu ati hiyo kitu ilikuweko na ikatolewa. Hii ni market iko na watu wengi sana. In fact, shule iko hapa iko na is a primary school, lakini iko na population ya almost 3,000. Kwa hivyo hapa tuko na a lot of insecurity kwa sababu askari wetu wanakaa tu kwa hizi vibanda hizi. But tuko na shamba iko hapa, ningelipenda kwa heshima kubwa atupatie pesa ili tujenge hii police station. Haita kwa mama. Na kwa sababu ukitoka Kericho, hii ndio market ya kwanza unapata. Tuko na challenge kidogo ya mambo ya wizi. Kwa hivyo hata askari kutembea inakuwa ni shida. Tunajua ukisema gari kuja hapa kesho, gari itakuja. Kwa hivyo tunakukaribisha tukiwa na wenzetu hawa watu wa Nyamira, na tumefurahia kufika hapa kwako na tunasema asante na Mungu akubariki. Mimi nitaenda kupanga, nitawatafutia milioni 30 nijenge hiyo stadium hapo, nijenge hiyo station hapo. Wewe Nyamoko utaandamana na mimi, taambia Waziri Murkomen apange hiyo maneno. Tunaelewana? Tuendelee. Mimi vile vile unajua nimeona hii soko yenu. Na nimeambiwa hapa watu ni wengi sana. So hii soko nilikuwa nimepanga ghorofa 2, lakini mimi naona ghorofa 2 haiwezi tosha. Sasa waziri, ongeza ghorofa ingine 1. Hii soko ikuwe ghorofa 3 ndio itoshane na hawa watu jameni. Si ndio? Ama mnasemaje? Nipangane namna hiyo? Sasa wewe Alice, you have the instructions, adjust hii building ikuwe 3 floors ndio hawa watu waweze kufanya biashara mahali sawa sawa.